Kutoka +255 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko hapa, hii ni Jambo TV, mimi ni Raidhan Mohamed, na mara zote ni kazi yetu kupatia update mbalimbali ambazo zinachukua nafasi katika nyanja za siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Breaking news na taarifa nyingine kede tumekuwa tukiwekea huko. Lakini hapa moja ya habari kubwa ambayo inachukua nafasi hapa nchini kwa siku 2-3 hivi sasa ni kuhusiana na taarifa za kupotea kwa Mdude Mpaluka Nyagali, ama wengi wanamfahamu kama Mdude Chadema, wengi wanamuita hivyo. Ni kada wa muda mrefu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka kule Mbeya, lakini pia ni mwanaharakati wa muda mrefu sana. Lakini sio dhambi kusema pia wakati mwingine Mdude sio tu kwamba amepotea, lakini inadaiwa kwamba ametekwa, kwa sababu ripoti zinaeleza ya kwamba akiwa nyumbani kwake juzi watu wasiofahamika walivamia nyumba, lakini sio wakavunja mlango, lakini pia wakamchukua wakamuumiza vibaya, na baada ya hapo wakatokomea naye kusikojulikana. Lakini ndani hakuwa peke yake, alikuwa pia na mkewe na wanafamilia wengine, ikiwa mtoto ambao alikuwa anaishi nao, na wao ndio ambao baadaye wakalazimika kupiga kelele na kuomba msaada na nini, lakini bado hakuwa na namna yoyote ya kuweza kufahamu kitu gani kilichotokea. Kuanzia usiku wa juzi kulikuwa na story kubwa zimeanza kuzembea kuanzia majira ya usiku, zikionyesha michirizi ya damu na picha mjongefu, kwa maana ya video zilikuwa zinatembea zikionyesha michirizi ya damu ardhini, na wadau walizifuatilia, lakini mpaka zilipofika stage fulani zikakoma hizo damu, bado haikueleweka. Kuna mengi yanazungumzwa kuhusiana na Mdude Nyagali. Kwa mara ya kwanza wakati taarifa zinatolewa zilidaiwa kwamba jeshi la polisi ndio ambalo lilikuwa limemshikilia Mdude. Sasa kukawa na mjadala kwamba kama ni jeshi la polisi limemshikilia Mdude, kwa nini anakuwa kwenye mazingira, na kwa nini ukamataji wake usizingatie misingi ya kitaaluma kama ambavyo PGO, Police General Order, inasema, na taratibu nyingine za search warrant na vitu vingine kama hivyo. Kwa nini ukamataji umekuwa kutumia nguvu mpaka mtu anapelekewa kuumizwa? Wote ni mjadala ambao ulikuwa unaibuka, lakini kando kati ya mjadala huo ukiwa unaibuka, jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga alitoa taarifa kwanza ya kupokea taarifa ya kupotea kwa Mdude, lakini akakana jeshi la polisi kumshikilia, na badala yake akaelezea kwamba na wao wanapokea taarifa na wanafanya uchunguzi haraka, lakini wakasema kwamba mtu yeyote ambaye anaona kwa namna moja ama nyingine anazo taarifa kuhusiana na hilo, basi aziwasilishe kwa jeshi la polisi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Taarifa hii ya jeshi la polisi ilianza kutengeneza wasiwasi zaidi na maswali lukuki kwamba kama mwanzoni ilidaiwa kwamba yuko kwa jeshi la polisi, huyu mtu atakuwa yuko wapi? Vipi kuhusu usalama wake? Nakumbuka hili linakuja katika nyakati ambazo ukweli usiopingika watu wamekuwa wakitilia mashaka kuhusiana na usalama wa watu wengi zaidi. Wako baadhi ya watu ambao wamepoteza maisha, wako baadhi ya watu ambao wametoweka kwenye mazingira kama hayo, akiwemo akina Deusdedith Soka, Deonis Kipanya na wengine, na mpaka sasa usalama wao haijulikani. Hakuna taarifa yoyote kuwahusu wao, aidha wako hai ama wamekufa. Wako wapi? Haieleweki. Wako watu ambao walichomolewa mpaka kwenye gari, hakuna anayesahau mpaka hivi sasa kifo cha Mzee Ali Kibao. Yote hayo ukiyajumlisha ndo yameonekana kuleta maswali mengi, na pengine watu wengi kutilia mashaka taarifa ile ya jeshi la polisi kwamba sasa usalama utakuwaje kwa Mdude Nyagali. Hivi ninavyokuambia na wewe, ndugu zetu wa Chadema na ndugu jamaa na marafiki kule Mbeya wamekuwa wakipita kwenye maeneo mbalimbali, mapoli, kwenye milima, mito, kuangalia kwenye mochwari, hospitalini, kote huko, lakini bado hawajafua dafu, kwa maana bado hawajajua wapi ambapo ndugu yetu huyu alipo. Na jana zilitoka taarifa kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa, Frank Mwakajoka, ambaye alisema kwamba alitoa wito kwa wanachama wote wa Chadema kujitokeza kwenye ofisi za kanda mpaka kufika majira ya 1:30 asubuhi ya leo, ili wafunge safari kwenda ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Zuberi Homera, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa, akatoe ama akaeleze nini hasa ambacho kinaendelea kuhusiana na swala la Mdude. Na taarifa ile ilienda mbali zaidi, wakasema ya kwamba wao wanazo taarifa kwamba kuna askari wawili ambao wanadaiwa kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine wamehusika, wao wanasema kumteka Mdude Nyagali, kwa sababu ziko taarifa za mtu mmoja ambaye yeye anadai kwamba alifuatwa na askari hao wawili na anawataja kwa majina. Kwa hiyo
akaambiwa afanye shughuli ambayo mwanamna mmoja ama nyingine atafanya, kama anaweza akaenda kuwaonyesha ambako Mdude anaishi, jambo ambalo yeye anasema baadaye alikataa, lakini siku moja mbili baadaye Mdude tena anamkuta. Kwa hiyo yule mtu ambaye kimsingi naye ni mwanachama wa Chadema amejitokeza hadharani, amezungumza na sauti yake na video yake imesambaa sana katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo Mwakajoka pia akasema wataenda kwa mkuu wa mkoa kueleza haya yote ambayo yametokea. Mapema asubuhi ya leo pia kulikuwa taarifa ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba makazi ya ama ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa zimezingirwa na jeshi la polisi. Bado tungali tunaendelea kufuatilia taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya ili kujua undani wake. Nikukumbushe tu kwamba jana mnamo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025 taarifa kwa umma ilitolewa na jeshi la polisi makao makuu. Nikinukuu inasema jeshi la polisi linachunguza tuhuma za kuhusika askari katika kupotea kwa Mdude Nyagali. Nikinukuu inasema hivi: jeshi la polisi linafuatilia kwa karibu tuhuma zilizotolewa na mwananchi mmoja ambaye jina lake linaendelea kufuatiliwa, akiwatuhumu askari wawili kupitia mitandao ya kijamii kuwa walimfuata kumtaka afanye nao kazi ya kijasusi pamoja na kumwahidi kumpatia fedha. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi kupitia ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai limeunda kikosi kazi ambacho tayari kimeshafika mkoani Mbeya kwa ajili ya uchunguzi juu ya swala hilo. Wakati uchunguzi juu ya swala hilo ukiendelea, jeshi la polisi linatoa rai kwa wananchi yeyote mwenye taarifa zitakazosaidia kubaini ukweli juu ya swala hili basi atoe ushirikiano na kutoa taarifa hizo kwa jeshi la polisi. Hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa ambayo iliibua mjadala na pengine ndio msingi wa hoja yangu leo ambayo nataka tuizungumze. Mitandao ya kijamii, wadau mbalimbali wa masuala ya sheria, wanaharakati na wadau wa haki za binadamu na hata wanasiasa, kila mmoja amekuwa na maoni mseto, na 90% ya maoni ambayo tumeyasoma yanaonekana ni kama vile kuhoji kwa nini jeshi la polisi lijichunguze lenyewe kwenye wakati ambao linanyoshewa kidole. Ole Iguana ni moja kati ya wanaharakati lakini pia wadau wa haki za binadamu, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na utawala bora cha THRDC, kwa ndugu yetu Onesmo Ole Ngurumwa. Yeye amenukuliwa akiandika yafuatayo katika mtandao wa kijamii, akasema hakuna kinyozi anaweza jinyoa. Kesi ya Ngedere huwezi mpa nyani amue. Tumekuwa siku zote tunasisitiza na kushauri tuwe na tume maalumu ya kudumu ya kuchunguza matukio yote ambapo vyombo vya usalama vinatuhumiwa, yani Civilian Oversight System. Chombo hiki kinaundwa na makundi mbalimbali kama CSOs, viongozi wa dini, retired judges na kadhalika. Nchi nyingi sana wana hizo overnight bodies zinapokea na kuchunguza malalamiko dhidi ya vyombo vya usalama kama polisi na kadhalika. Ni ngumu sana kupata matokeo kwa uchunguzi wa aina hii. Baadhi ya nchi zenye vyombo huru ni kama Kenya wana Independent Police Investigation Authority, South Africa wana Independent Complaints Authority kwa maana ya Public Protector, Zambia wana Public Complaint Authority etc. Sisi hatuna kabisa. Ni muhimu kuwa na hichi chombo, ingawa kwa sasa tunaweza itumia tume ya haki za binadamu na utawala bora kuchunguza swala hili kwa kuwa na wao wana rule ya Ombudsman. THRDC imeiandikia tume barua leo ili kuwakumbusha watumie mamlaka yao kisheria kuchunguza tuhuma za polisi kwenye swala la Mdude. Tuendelee kudai uwepo wa Tanzania Public Protector Authority. Ni mwisho wa kumnukuu Onesmo Ole Ngurumwa kile ambacho alikiandika. Hoja yake ilitengeneza mjadala wa namna ambavyo swala hili linapokelewa na namna ambavyo limekuwa likizua gunzo kweli kweli katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini mwingine ambaye ameonekana kugusia swala hili ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika kwa maana ya Tanganyika Law Society TLS, wakili Boniface Mwabukusi. Naye pia amejaribu kuligusia kwa namna yake, kuona namna gani pengine wanaweza wakachukua hatua kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Lakini yeye naye pia alikuwa anajibu taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba wameunda tume, na yeye alienda mbali zaidi kueleza ya kwamba ni kama vile sasa hivi watu hawatakuwa na mzana kile ambacho kinaendelea. Na nikinukuu anasema swala la Mdude kwetu hatutaki utani.
kabisa, tuko serious kama Mungu wangu aishivyo, it will never be business as usual. Tunamtaka Mdude akiwa mzima wa afya kama alivyokuwa. Huu utani wa kucheza na maisha ya watu unatosha. Hatutaki kusikia chochote. Tunamtaka Mdude akiwa hai. Ni kauli ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi. Wengi sana kwa nafasi zao, kila mmoja walijaribu kueleza na kile ambacho kinaendelea ili kuweza kujua nini hasa msingi wa hoja ya kile ambacho kinaelezwa. Lakini kubwa zaidi, hawa wote wanajaribu kugusia ajenda ambayo inaweza ikatengeneza mazingira tata, ama inaweza ikatengeneza mazingira ya watu kukosa imani dhidi ya jeshi la polisi hapa nchini. Utatuandikia maoni yako na tunaendelea kufuatilia jambo hili kwa karibu zaidi ili tujue undani wake. Hii ni Jambo TV.